Naitwa Innocent Rupondo, ni afisa tathmini na ufuatiliaji katika shirika la MICO. Shirika la MICO ni shirika lisilo la kiserikali, lilianzishwa 2005, lakini linatekeleza miradi mbalimbali ikiwepo miradi ya kilimo, lakini na miradi mingine. Lakini katika miradi hiyo inayotekelezwa na shirika la MICO tunadili sana na katika issue za ujasiriamali na uendelezaji wa masoko, lakini utetezi na upatikanaji wa ardhi na mbegu bora, lakini pia uhimilivu na uboreshaji wa mabadiliko ya tabia ya nchi na usalama wa chakula, uhamasishaji wa asasi za kiraia, lakini majadiliano ya sera, utawala bora na uwajibikaji, na msaada wa kimuundo na maendeleo ya taasisi. Hivyo ni maeneo mbalimbali ambayo miradi imejikita katika utekelezaji wake. Kwa hiyo kwa kifupi, MICO inatekeleza miradi yake maeneo mbalimbali. Kwa mkoa tunatekeleza mkoa wa Songwe, lakini mkoa wa Njombe, lakini pia na Mbeya yenyewe. Lakini hatufanyi katika wilaya zote. Inategemea na mradi. Kuna miradi tunakuta tunafanya labda wilaya 2, kwa mfano tuna miradi tofauti tofauti. Kwa saizi miradi ambayo ndio iko on pipe, tuna mradi unaitwa Nourish. Huo ni mradi ambao umejikita katika kuhakikisha tunawafikia wakulima katika mambo ya mbinu bora za kilimo, kuongeza uzalishaji, lakini pia masoko, lakini pia tumejikita katika kuhakikisha kuna lishe bora na uhakika wa chakula. Lakini pia kuna miradi mingine, kuna mradi unaitwa YEFA, nao ni mradi ambao unajishughulisha na tunadili bado na wakulima wadogo, lakini katika value chain ya alizeti. Kwa hiyo tunawafikia wakulima katika kulima zao la alizeti kwa kisasa zaidi, waweze kuongeza uzalishaji. Lakini pia kuna mradi wa land access ambapo tunaangalia umejikita zaidi katika kuhakikisha wanawake, lakini na watu wengine wanaweza kuzijua haki katika upatikanaji wa ardhi, lakini tu kijumla kuzijua haki zao. Lakini pia tunadili na mambo ya gender based violence. Katika hii miradi tunaotekeleza tunahakikisha tunaangalia ulinzi na usalama wa watoto, lakini pia hata vijana walio katika uhatari wa kupatiwa labda mambo ya gender based violence. Kwa kifupi ni kwenye hiyo miradi ambayo ndo tunaitekeleza. Mwitikio wa utekelezaji wa miradi umekuwa ni mkubwa sana, kwa sababu miradi tunayotekeleza tunawafikia sana vijana kuanzia miaka 18 mpaka 35. Ndo lengo kubwa, ni kuwafikia vijana wengi. Kwa mwitikio wao umekuwa ni mkubwa, lakini sasa changamoto inayopatikana tunafanya kazi na vijana na tunatekeleza miradi ya kilimo. Sasa miradi ya kilimo siku zote vijana kujikita katika miradi ya kilimo imekuwa ni changamoto, kwa sababu matokeo ya miradi ya kilimo hayapatikani kwa haraka, tofauti na shughuli zingine za ujasiriamali ambazo vijana wanaona matokeo yanapatikana kwa muda mfupi. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto hiyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo mradi lakini na shirika tunaendelea kupambana nalo, kuhakikisha vijana wengi wanakuwa wanajikita katika shughuli za kilimo, lakini pia tunafanya na shughuli zingine kwenye hiyo miradi mingine. Kwa mfano kuhakikisha wanakuwa na hizi shughuli za artisan, wanajikita humo. Kwa lengo yote ni vijana waweze kujikwamua na kupata vipato. Kwanza kabisa miradi tunayotekeleza ili iweze kutekelezeka kiurahisi, ni lazima mfanye kazi na wadau mbalimbali, na mdau mkubwa akiwa ni serikali, kwa sababu bila serikali hakuna tutakachoweza kupata. Kwa sababu kwenye miradi niliyoitaja hapo awali, miradi yote hii kwa mfano tunafanya kazi na maafisa kilimo, maafisa maendeleo ya jamii, maafisa ustawi, lakini na viongozi mbalimbali wa serikali. Nadhani hao ndo wanaturahisishia zaidi namna ya kuingia kwenye jamii na kutusaidia jamii itukubali na kurahisisha utekelezaji wa miradi yetu.
Kwa bila serikali nadhani tungepata kaugumu kidogo, lakini kupitia serikali mambo yetu yamekuwa yanatekelezeka. Lakini zaidi serikali japo kuna demand ambazo kama serikali huwa zinahitaji kwa watu kama mashirika tutekeleze, lakini ni mahitaji ambayo ni ya kisheria. Kwa mfano kuandaa ripoti mbalimbali ambazo zinahitajika serikalini, lakini lengo ni kujua tu kwamba tunafanya nini na tupo wapi, na kama tuna changamoto au na wenyewe wanaweza wakasaidia vipi.